Leo tutaishi na kisa cha mmoja kati ya mahujaji ambaye jina lake linafahamika kwa Amir al-Mansur Gaddafi. Huyu ni raia wa Libya ambaye alichaguliwa katika mpango maalum wa serikali ya Libya unaojulikana kama Hajkot, mpango ambao unaowawezesha wananchi wasiojiweza na uwezo wa kifedha kupata fursa ya kuenda kuhiji. Amiri huyu alikuwa miongoni mwa wachache waliopata bahati hiyo ya kipekee, lakini cha kushangaza, siku ya kwanza safari yake kuelekea mji wa Makka, kuelekea kuhiji, jiani alipata kizuizi kisichotarajiwa. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa Sabha, alisimamishwa kwa ukaguzi wa kawaida wa usalama. Sasa ndege iliyotarajiwa kuondoka naye ilipaa angani, licha ya jitihada za wafanyikazi kumshawishi rubani amsubiri. Ndege iliondoka bila kuwepo kwa amiri huyu. Wengi wakaamini ya kwamba safari yake imeishia hapo, lakini cha kushangaza, bwana huyu kwa imani yake ilivyokuwa imekita moyoni, hakuwa tayari kukubaliana kwa jambo hilo. Alikataa kuondoka katika uwanja huo wa Sabha, akataraji na kusubiri kwa kuamini bado njia ipo. Mara baada ya dakika kadhaa, ndege iliyokuwa imetarajiwa kuondoka naye ilirejea uwanjani humo. Ilimerejea uwanjani humo kwa utatizo la kiufundi. Hapa ndipo alipojaa tumaini na kuomba ruhusa ya kupanda, lakini rubani akamkataza na kumwambia ya kuwa kwa tatizo hili haturuhusu mtu mwingine kuingia. Basi baada ya pale ndege ilipaa tena angani. Amiri akabaki tena kwa mara ya pili kwa tukio hilo la ndege ambalo kama lililokuwa limeshuhudiwa hapo awali likajirudia tena kwa mara ya pili. Ndipo rubani sasa alipoona ile hali akasema, rubani alipoona ile hali alishuka mwenyewe kutoka kwa ndege na kumfuata amiri huyo. Alimwalika rasmi na kupanda ndege hiyo. Hapo ndipo ndege ikapaa kwa mara ya tatu. Safari hii amiri alibahatika kuwemo ndani ya ndege kuelekea hija. Alivyoingia katika ile ndege sasa, wale watu sasa kwa furaha walimkaribisha na baada ya kumkaribisha, ndipo hapo sasa ndipo alipojua ya kuwa kuchelewa si kukosa. Lakini chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia wewe, basi fahamu ya kuwa kwa njia yoyote ile itakavyokuwa, jua ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kwa kitu hicho kukipata. Usikate tamaa, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu ambacho kwamba wewe wafaa uwe nacho ni kumdania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Mdania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, kuwa na matarajio mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usione ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuadhibu, la, bali ukumbuke ya kuwa huenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati mwingine anaweza akakufanya hivyo ili akuepushie yale majanga ambayo kwamba mbeleni huenda yakaja na wewe usiyajue. Lakini siku hizi mtu anaweza akapata na jangwa, lakini mtu anaweza akapata na janga, lakini mtu huyo akamsahau mpaka Allah subhanahu wa ta'ala, akakufuru. We muda wote ya kufuru, anajipiga makofi, anaenda kwa wataalamu na watu wengine, lakini ajue aliyempatia matatizo hayo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anamtest, anamjaribu. Je, huyu anasema kweli ameamini? Nikimpatia mitihani
jinsi gani ambavyo kwamba atakuwa ni mwenye kukabiliana nayo. Kwa hivyo funzo tunalolipata hapa, tuwe na subra na mitihani ile ambayo kwamba itakayokuwa ni yenye kutuandama sisi. Kwa hivyo kwa mengi machache, nasallallahu alkarim ayuwafiqana bima allamana wa yarzuqana ilman yanfa'una.